Sasa mchungaji anaingia dunia nyingine sasa mpaka nimalize hii kazi. Ndio tutaongea, maana kazi ambayo ninaianza sasa ni kazi ambayo haihitaji matani, haihitaji mazoea na mtu, ni kazi ya mwenyewe. Sasa ni kazi ya Yesu. Leo nitazungumzia kuhusu hekima ya watumishi ya kuweka siri. Watumishi wengi hawana hekima ya kuweka siri za watu walio karibu nao, za nyumba zao, za huduma na za hali yoyote wanayopitia. Nitazungumzia hiyo, kisha nitaenda kwa mambo ya ndoa kidogo nikiwa namalizia. Kama mtumishi uliye mahali hapa, inakupasa uwe na hekima ya kuweza kushauri mtu. Inakupasa uwe na hekima ya kuongea. Inakupasa uwe na hekima ya kujua jinsi ya kuishi na watu. Unaweza kuwa mtumishi na watu wakakutegemea, tena baadaye ukawaangusha, kwa sababu hata kushauri mtu huwezi, hata kuongea huwezi. Ukipewa nafasi kidogo ya kuongea au kusema jambo, kile utatamka unaharibu badala ya kutengeneza. Maandiko haya nitakayoyasoma yanazungumzia sisi wachungaji, lakini sisi wachungaji ni watumishi pamoja nanyi. Kwa hiyo kile kinachonizungumzia mimi definitely kinakuongea wewe, si sawa? Amina. Kama wewe utakuwa na hekima ya kuweka siri na kusimama na ushauri na mazungumzo mazuri, basi hata mimi ninayekuongoza nitakuwa sina heshima, kwa sababu watu watasema yule ndiyo baba yake, si sawa? Heshima imeenda, haijaenda? Imeenda. Kwa hiyo heshima inaanza kwangu, inashuka kwenu. Wakati unapoongea na mtu, wacha mtu asikie hapa nimeambiwa neno na mtumishi. Mahali unapokaa, unaposhauri mtu, wacha mtu aseme kweli yule mtumishi ameongea, lakini sio uongee mambo ya kuvunja na kuharibu na kusambaratisha. Wewe si barua njema. Kwa hiyo sisi wachungaji kwanza inatupasa tuwe watu wa kuweka siri za Yesu, watu wa kujua kushauri watu, watu wa kujua kuzungumza, watu wa kujua kuongoza watu katika njia zilizo sawa. Lakini kama tutashindwa na hiyo, hata wewe uliye chini yangu hautapata kitu na tutadharauliwa na kutukanwa sote. Kwa hiyo leo ninakuja na maandiko haya kwamba jitambue kwamba maandiko yananizungumzia mimi na wewe, sote kwa pamoja kama watumishi. Methali 25 mstari wa pili. Methali 25 mstari wa pili. Wapendwa, kama watumishi sote pamoja tuwe na hekima. Tuwe na hekima ya kuongea. Wacha kwa wiki usikose watu watatu wamekuja kwako kukuuliza, dada, mimi basi na tatizo hili. Akitoka kwako amepata na kile amekwambia iwe ni siri kati yako wewe na yeye. Ila atakapokuambia mambo yake na iwe tangazo, basi hekima hakuna tena na siri hakuna tena. Wapendwa, tunaharibu kazi ya Yesu kwa kukosa kuwa na hekima za kuweka siri za Yesu ndani mwetu. Methali 25:2, nisomee hapo. Methali mlango wa 25 mstari wa 2. Ndio. Inasema. Ndio. Ni utukufu wa Mungu kuficha jambo. Bali ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Mambo mawili haya. Ni utukufu wa Mungu kuficha jambo. Mimi ni mchungaji. Kama kweli Yesu anakaa ndani yangu, ni lazima niwe na utukufu wa kuficha mambo mtakayoniambia, ya kuweka siri zenu. Niwe na moyo na roho wa kuficha uchi wenu
na siri zenu mnazoniambia, maana ni utukufu wa Mungu kuficha jambo. Kama mimi naweza weka siri zenu, hata Karabu pia inapaswa awe anaweza kuweka siri za ndugu yetu Wycliffe Wendo. Hiyo ndiyo hekima. Lakini sio Karabu akiona kitu kinamtendekea Wendo ni tangazo, ni simu, nimemuona jana, hauna utukufu wa Mungu. Pigia Yesu makofi. Ukianza kuwa mtu wa namna hiyo hauna utukufu, kwa sababu utukufu wa Mungu ni kuweka siri na kuficha jambo. Wakati utakapokuwa wewe unanena kila mahali, ukifika Daniel Kapanga alifanya hivi juzi, ulisikia? Naona sasa shida hiyo dada. Kioko juzi amefanya hivi, umesikia? Una siri kweli wewe? Sasa jua ikiwa uko hivyo, utukufu wa Mungu, utukufu wa Yesu hauko. Lakini kama ni utukufu wa mfalme wa dunia, si kazi yao ni kuchunguza? Si unasikia CID wanachunguza kesi, wewe ni utukufu wako ni huo kuchunguza kesi? Hapana. Wacha utukufu wa wafalme wa dunia iwe ni kuchunguza na kusambaratisha na kutangaza. Lakini wewe uliye mteule, wewe uliye mtakatifu, kuwa na utukufu wa kuficha siri. Wapendwa, nimekuja na jambo hili kwamba mtu anaweza kutaka kuongea na mwenzake na akamwambia mambo yake ya ndani. Hata mengine ni ya ndoa, mengine ni ya maisha tu, mengine ni ya kazi. Mtu akasema wacha ni confide in you, nikwambie. Anamwambia tu dakika moja, tayari ishafika Kisumu, Uganda hata imefika, imesambaa hiyo. Hapo kuna kuficha siri hapo. Hapo kuna utukufu wa Mungu. Miongoni mwetu tuwe na utukufu wa kuficha siri zetu. Tuwe na utukufu wa kuficha mambo yako ya kuongewa, lakini yako ambayo yanahitaji kufichwa na kuwekwa siri. Kama mimi mchungaji, wengi wanakuja kwangu, mchungaji, nina shida hii. Basi nikimaliza naye nasema yule mjinga yule kuja kwangu leo ananiambia jana naye jana. Unaona sasa? Hapo kuna utukufu wa Mungu ndani yangu? Hakuna. Lakini wafalme wa dunia na watendakazi wa dunia watachunguza mambo. Kazi yao ni kufanya upelelezi, ni kazi ya wafalme wa dunia. Lakini sisi ambao tuko katika ufalme wa Yesu, tuwe na hekima na tuwe mawakili wa Yesu wa kuweka siri za watu. Nimejizungumzia kama mchungaji, ukiniambia jambo lako halifai lisikike mahali, si sawa? Sasa wewe uko chini yangu, si pia ndugu yako anaweza kuja kwako, na wewe nao usitoe siri zake. Hii imevunja makusanyiko mengi. Mtu atakuja kwako anataka ushauri. Nyumba yangu iko hivi, watoto wangu wako hivi, mzee wangu iko hivi. Je, utapeana ushauri gani? Na baada ya wewe kumaliza na yeye, utaiweka hiyo siri? Ama utaanza kutangazia watu, fulani alikuwa kwangu jana, ameniambia hivi? Utukufu wa Baba, utukufu wa Mungu umekupotea mpaka uwe na uwezo wa kuficha mambo. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi tena. Mengine Roho akakufunulia, nasonga na maandiko. Leo napeana tu maandiko kwa haraka, nitachanganya baadaye. Si sawa? Methali 29:12. Methali 29:12, twende hapo. Wapendwa, kama watumishi, mambo haya ni madogo tu. Nimeacha mambo ya end time, nimeacha kidogo. Ninataka kuweka msingi ndani yenu, kwa sababu ninaona makusanyiko yanasambaratika kwa kukosekana kwa hekima tu. Watu wanateta wenyewe, watu wanavutana. Kuna group moja ya WhatsApp iko ndani, iko na watu wa Nairobi wa Tennessee. Watu wanatukanana hata maneno mazito. Inashangaza, mtu ambaye alikuwa amebobea katika utumishi anaropokwa maneno mpaka unashangaa. Kwa vile hawana msingi wa kujua kutembea na hili neno. Mimi ninakwambia, jua hekima ya kuficha siri za wenzako na kuvumiliana. Kama ni mahali panahitaji ushauri, shauri vizuri. Kama ni mazungumzo, zungumza vizuri ili upate msingi na uheshimiwe. Mtu haheshimiwi kwa mali zake. Unaweza kuwa na mali nyingi na usiheshimiwe.
lakini kwa neno moja tu utakalotamka utaheshimika. Ukitamka kitu watu wanasema fulani ameongea, wacha hiyo. Niliwaambia wazee wanaweza keti wanatengeneza jambo, lakini wakakumbuka hili jambo haliwezi faulu mpaka Daniel Kapanga. Kwa sababu gani awe hapo? Na kuna wazee wengi tu mtaani, kwa sababu wanaelewa Daniel ana hekima ya kushauri na pia hekima ya kuweka mambo ya Yesu ndani yake. Kuna mikutano mengine wewe mama utatamani sana uitwe, hata wa mama wenzako, leo mkutano uko na nani? Mama fulani message, kwa sababu anajua wewe ni mdomo wazi, tangaza, hata utahusishwa. Lakini mtu aliye na hekima ya kuficha mambo, kila saa watu watakuwa wanamtamani wasikie kutoka kwake. Soma Mithali 29:12. Mithali 29:12. Ndio. Mwenye kutawala akisikiza uongo, basi watumishi wake wote watakuwa waovu. Mwenye kutawala. Mimi mchungaji niko hapa, naweza kuitwa mtawala. Ikiwa wewe utaniletea ujumbe wa uongo na mimi niuchukue huo ujumbe wa uongo na nilete kanisani, ama nikemee, ama nifanye jambo lolote, sasa kumbuka nimefungulia mlango wa uongo. Na sasa kila mmoja hapa ndani atakuwa anatunga uongo akiniletea, kwa sababu nimekubali nafasi ya uongo itembee. Mtawala yoyote akisikiza uongo, ndio maana mara nyingi unaweza kwenda kwa mtumishi akakwambia tulia kwanza, hilo wacha tuliombee, kwa sababu haingii kwa kompyuta yake. Kila akijaribu kupiga mahesabu hilo jambo haliingii, anakwambia ngoja kwa sababu akichukua huo uongo na alete kwa kusanyiko hapa, basi watu wote watakuwa waongo hapa. Kila mtu atakuwa anaenda na kiti, anajua mchungaji anasikiza uongo, wacha nimtungie hii na hii, nimbwagie moto, ukiwaka mimi niko kama. Mtawala yoyote, nazungumzia mchungaji hapa, tuko na viongozi wa wazee, viongozi wa wamama, viongozi wa vijana, au kwa kwingine praise and worship, mkisikiza uongo. Lani jana hakuja mazoezi, basi nimemuona tu jana kule, tembea tu. Na wewe akija hapo unaanza kumwambia wewe kumbe uje mazoezi. Uongo mtu. Uliza katika roho, hilo jambo umeambiwa ni la kweli ama si la kweli. Mtawala yoyote asisikize nini? Uongo. Maana akikubali uongo, walio chini yake wamepata njia. Kuna mahali hata makanisani unakuta mchungaji anategemea yale yanaletewa na watu. Analetewa hii ndio anaongoza nayo kanisa. Si apige magoti ya ulize Yesu. Ndio unaweza letewa ya kweli na ikaingiana na vile unavyoona katika roho. Hiyo ni thibitisho ya yale unaonyeshwa. Sasa viongozi, ninasema viongozi maana leo na kesho wewe utakuwa kiongozi mahali. Usisikize uongo. Ukisikiza uongo, hao wote walio chini yako watakuwa waovu. Maana kazi yao itakuwa ni kutunga na kuleta. Ongozwa na Roho mpendwa, mtawala. Mimi nimesema naweza kuwa natawala hapa. Kiongozi wa wazee anatawala kwa wazee, kiongozi wa mama anatawala kwa wamama. Ukisikiza uongo, hilo kundi lote umelipoteza, kwa sababu uongo utazaa tu mabaya, utazaa tu maovu, na yale mambo tumeyazungumzia mwanzo, siri hazitafichika, mambo hayatafichika, kwa sababu uongo umetawala. Pigia Yesu makofi. Twende kwa Malaki 2:7. Chukua haya maandiko kasome mwenyewe ndugu yangu, itakusaidia. Malaki 2:7. Mimi hupenda kuhubiri hata kile kinachonikata, kwa sababu mimi ni mchungaji na maandiko kama haya ninaweza kuyafunika, lakini nawaambia nikiyafunika nitahukumiwa. Hata nami nikiwa mdomo wazi. Yaani mtu anakuja na shida yake. Wapendwa, kuna watu wana shida nzito. Mchungaji lazima uwe na roho pana. Unabeba mambo ya watu ndani yako. Huo ya kusaidia kanisa unaweza tumia kama ushuhuda. Lakini kuna mambo ya watu ambayo haifai isikike nje. Na sio mimi tu. Mimi siku hizi nina desturi ya kwamba ukiwa na shida kwa wamama, namwambia mama aende kwa kiongozi wao.
huyo kiongozi wao kama atakuwa mdomo wazi, wamama wote watasambaratika. Kwa wazee vivyo hivyo, kwa sababu nataka ianze kwa wazee ndio ifike kwangu, kwa wamama ndio ifike kwangu. Sasa nyinyi viongozi ambao tunafanya kazi pamoja, jamani, wekeni hekima ya kuficha mambo ya watu. Watu wanapitia mambo mengi. Pigia Yesu makofi. Kuna mtu anaweza kuja na siri yake ya ndani ya ndoa, siri ya ndani kabisa, mama fulani najua hii utanisaidia, kwangu ni hivi, ni hivi, ni hivi. Basi hicho anachokuambia, kama huna moyo mpana waweza zimia ukatulia hapo kwa mwagi wa maji, maana ni mazito kweli. Kazimia kwanza ndio kamka baadaye, maana amekwambia jambo zito, lakini anatakana uliweke na lisisikike na mtu mahali. Hiyo ndio hekima ya kuweka siri za Yesu. Malaki 2:7. Twende. Malaki 2:7 inasema, kwa maana yapasa midomo ya kuhani, kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, tena yawapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake huyo kuhani, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Tulia tu mtumishi. Sawa kabisa. Kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa. Ni sawa? Tena yapasa watu kutafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana. Mimi nihifadhi maarifa, jinsi ninavyoongea na wewe, jinsi ninavyokushauri, jinsi ninavyozungumza nawe, iwe ni kwa maarifa na kwa hekima. Na si kuhani tu, kuhani ana watu chini. Mimi naleta andiko hili ikianza kwa kuhani, lakini wewe unahusika pakubwa sana. Maana wewe nawe usipojua maarifa utaharibu hata hiyo kazi ya kuhani. Ni sawa? Kwa hiyo inampasa kuhani kuweka maarifa. Unapokuja kwangu umeniambia jambo lako, niliweke lile jambo na nikushauri kwa maarifa, kwa sababu maandiko inasema watu wanakuja kwetu kutafuta sheria kwetu, kwa sababu sisi ni watumishi wa Bwana wa majeshi. Je, mtu atakuja kwangu kama huwa hapati maarifa? Mtu atakuja kwangu kama huwa hapati ushauri mzuri? Hata kuja, kwa sababu atajua mchungaji yule nikienda kwake, hii ndio ataniambia, hii ndio ataniambia, hii ndio ataniambia. Sasa unapiga break. Ni sawa? Hakuna maarifa. Lakini inatupasa tunene maarifa. Na nyinyi mlio chini yetu pia nani mnene maarifa. Ni sawa wapendwa? Amina. Nishauri mtu vizuri, wewe ushauri mtu vizuri, na kazi ya Yesu isonge katika njia ya utakatifu. Tuhifadhi maarifa. Kuhifadhi maarifa ni kuweka mambo ya watu ndani yako. Watu wana mambo mengi, watu wanapitia mambo makubwa, watu wana vita vingi katika maisha yao. Mtu amekuja kukuambia mambo yake, wewe unakataa, unaanza kulitangaza. Hakuna maarifa ndani yako. Pigia Yesu makofi. Wakorintho wa kwanza 4:1. Napeana tu maandiko. Wakorintho wa kwanza 4:1. Tusome hapo. Watakuja wahubiri tu wakienda, lakini hata kupa msingi kama huu, kwa sababu hivi sasa wengi wanaojiita wateule wamekosa hayo maarifa. Wengi wanaojiita wateule wameingia uchungu ndani yao, wakiongea ni kuuaua, kumaliza. Hawana maarifa, hawana hekima. Unaenda kwa mtu unataka kutafuta ushauri, hili funzo lilifunzwa hivi, nifundishe na mimi, anakupoteza kabisa. Hana maarifa. Soma hapo Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza mstari wa kwanza. Ndio. Nasema, mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo, na mawakili wa siri za Mungu. Endelee. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili. Ndiyo mtu
aonekane kuwa mwaminifu. Tosha mtumishi. Kwanza 4:1 inasema mtu na atuhesabu hivi. Yaani sisi kuna vile tunafaa kuhesabiwa kuwa watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Wewe unaweka siri za Mungu. Siri za Mungu ni kile anachokuambia ndugu yako. Siri za Mungu ni kile unachoshauri mwenzako. Siri za Mungu ni kile unachohubiria watu. Je, unaweka siri za Mungu? Hapo mbele inatupa mfano wa dunia hii ambapo inasema ya kwamba hapo tena inayohitaji katika mawakili ndio hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Hata wakili wa dunia hii hawezi toa siri yako. Yeye ni wakili na amekuficha siri zako. Je, sisi mawakili wa Yesu? Sisi mawakili wa Yesu, kwa nini tusiweke siri za ndugu zetu? Kwa nini usiweke siri? Wacha nikwambie, mambo mengi yanapasuka. Vita vingi vinatokea hata manyumbani, hata makanisani, kwa sababu ya kutowekeka kwa siri. Mtu amekwambia jambo, jalitangaza, imefika huku, moto unawaka, badala ya kuizima unaiwasha. Mfano wa wakili mwanadamu, anaweka faili yako, anaiweka, hamwambii mtu lolote. Hata wengine wanaita will. Ni nini? Will inaitwaje kwa Kiswahili? Wosia. Wanaweka kwa wakili. Nikifa wape watoto wangu. Na wanamwamini yule mwanadamu kwamba ni kweli huyu ataweka siri zetu. Sasa sisi mawakili wa Yesu, mbona hatuwezi kuweka siri? Mbona hatuwezi kuweka siri za ndugu yetu? Mbona hatuwezi kuweka siri za Yesu? Na sisi ndio mawakili wa Yesu. Unajua kinacho mwenzako anachopitia. Pengine ana changamoto za magonjwa haziishi, ana changamoto za ndoa haziishi. Wewe sasa umeichukua kama fimbo ya kumpiga nayo. Tuwe mawakili wa kuziweka siri za Mungu. Na kuziweka siri za Mungu ni kupeana mawaidha mazuri. Mamake fulani hii shida, basi hii shida fanya hivi na hivi. Mamake fulani jambo umeniambia lakini ni zito, nenda kwa mchungaji. Yaani unaongea mambo ya kuheshimika, unashauri mtu vizuri, unamtoa mahali, unamuonyesha njia ya kufuata kama wakili. Na yale atakayokueleza ya kwake yote, ubaki nayo ndani ya roho yako, isiwe tangazo. Je, kama mwanadamu anaweza kuaminiwa na mali? Mwanadamu anaweza kuaminiwa awe wakili akutetee wewe? Je, sisi mawakili wa mbinguni, mbona tunaikosa hiyo hekima? Mbona tunaikosa hiyo hekima? Nawaambia leo, ninawaomba wazee, ikiwa mwenzako anapitia changamoto, kuwa wakili. Fiche siri yake, mfunike kama mzee mwenzako. Wamama, kama kuna shida kwa wamama, fichaneni, muongee na kutatua kwa njia ya sawa. Vijana vivyo hivyo. Tuwe mawakili wa Yesu kwa matendo. Tumtukuze Yesu katika roho na kweli. Pigia Yesu makofi. Unajua kila mmoja ashasengenya hapa, ndio maana hamsemi amen. Hakuna shida. Kila mmoja hamsemi amen. Kila mmoja ashasengenya hapa. Sasa leo tubu na utembee vizuri, kuwa wakili. Zilizo sawa. Kila mmoja ashatoa siri za mwenzake hapa. Lakini nawaomba leo, kama kweli mnataka kudumisha upendo wa Yesu, beba mzigo wa mwenzako. Isiwe tangazo jambo la mtu. Wakati unaposikia kwamba mwenzako anapitia jambo fulani, beba hiyo kama yako na umfiche kabisa. Hata mtu akikuuliza, kataa. Kuna mama anaitwa Dorkasi, Matendo ya Mitume 9:36. Huyo mama alikuwa anaficha kila kitu. Anawafunika uchi wao wa mama, anawashonea mpaka nguo. Ukimuuliza mama fulani jana alifanya hivyo, akwambia huyo mama hata sijaona ubaya wake, ni mzuri sana. Kumbe amemficha. Ni kweli yule mama ana shida, lakini Dorkasi hasemi. Anasema huyo mama kwanza alikuwa hapa kwangu, ni mzuri sana. Wamama wazuri wako ndani ya Biblia. Wazee wazuri wako, kina Ibrahimu, kina Yakobo, kina Danieli. Wazee wazuri wako tu. Tuwe mawakili. Tufichane
siri zetu. Tukifichana siri zetu hapa ndani kuanzia leo, hatutagongana. Hatutagongana, utanibebea mzigo wangu tu na tunasonga. Ndio maana tunaitwa mawakili wa Kristo. Biblia inasema hapo tuwe mawakili wa nani? Na ndio maana tuonekane kwamba tumeaminiwa. Maandiko yanasema ukitaka kuonekana umeaminiwa na Kristo, kuwa wakili mzuri, wakili asiye mdomo wazi, wakili asiyetangaza, wakili aliye na ushauri mzuri. Unaweza keti na mtu akiondoka hapo amebadilika mawazo. Hili jambo huwa nawaambia kila siku. Kwa sababu gani huyu Ruto hajaokoka na ni mtumishi wa serikali? Na huyu Ruto ana hekima sana. Ruto akiingia mahali aongee dakika 10, kama ni kura inapigwa ni zake zote. Zake zote. Ameongea tu dakika 10. Hiyo hekima sisi mawakili wa Yesu hatuwezi kuwa nayo. Tukamtumikia nayo Yesu. Hekima ya watu wa mataifa itakuwa juu kuliko hekima ya wana wa ulimwengu, itakuwa juu kuliko ya wana wa nuru. Kwa nini inasemeka hivyo? Basi sisi tuikataa hiyo, tuwe na hekima ya juu, kwa sababu sisi tunajifanya wapole watakatifu, lakini ndani mwetu tumebeba shida tupu. Pigia Yesu makofi. Wanasiasa wakiingia hapa aongee tu dakika 5, wapiga kura mwenyewe. Kwa nini sisi tusiwe hivyo katika kazi ya Yesu? Ukisimama mahali watu wamebadilika, wamemwacha shetani saa hiyo hiyo na wanasema nataka kuokoka, si inawezekana? Ukisimama tu dakika 5, watu wote ambao hawajaokoka wanasema mimi naokoka leo, mimi naokoka leo, kwa sababu kinachotoka ndani mwako ni kitakatifu. Ulimi wako ni safi, akili yako inatoa maneno ya Bwana, na una maarifa, na unaweza kushauri, na unaweza kuongoza watu kwa njia nzuri. Pigia Yesu makofi. Tunakuja kwa kipawa cha siri hapo. Kipawa cha siri, Methali 21:14. Soma tu hiyo mstari mmoja. Hizo zote nimezungumzia na iunganisha na kipawa cha siri. Endelea, Methali 21:14. Nisomee hapo. Kwa sababu kikali bila kuwa na hekima. Hekima. Methali 21 mstari wa 14. Kipawa cha siri. Kipawa cha siri hutuliza hasira. Hutuliza hasira. Na rushwa. Natosha tu. Kipawa cha siri hutuliza nini? Hasira. Kipawa cha siri ni hekima tu ya kushauri mtu. Mtu anakuja kwako amechapwa makofi, amepokonywa pesa zake, amefukuzwa kwa nyumba, akija kwako kile utamwambia, hasira yote inatulia na jawabu linapatikana. Sio amekuja kwako, yule fulani ameniambia, nendo mtwange ngumi kwanza ndio moja nzito kwanza. Sasa unashauri nini? Shauri mtu aelewe, una kipawa cha siri, una hekima. Utulize hasira. Mama, katika ndoa vita vimeinuka, mambo yamechacha, moto umewaka, nyumba inawaka mpaka juu ya dari. Kipawa cha siri ndio dawa. Tulia. Niliwaambia usijibu jambo ukiwa na hasira. Tuliza. Kipawa cha siri hicho, utatuliza hasira yote. Moto huo unawaka kwa kuchochewa moto. Moto unawaka kwa kuchochewa moto. Lakini kama una kipawa cha siri wewe, unaweza kutuliza hasira. Basi wewe una bahati wewe, kwa sababu kipawa hicho kukipata ni ngumu. Kwa familia ambazo ni kubwa kubwa, mzee anaweza kuwa yuko kwa boma anawakaza wana. Kila mmoja anamletea mashtaka, amenifanya hivi, amenifanya hivi, amenifanya hivi, lakini yule mzee ana kipawa cha siri, anatulia tu. Anaita mmoja mmoja, tunaongea nao polepole, kwa sababu hataki kupiga kelele. Lakini kama wewe ni wa kuamua haraka, mimi nimeacha, mimi naenda, mimi nafanya hivi, hauna kipawa cha siri wewe, kuisha. Kipawa cha siri hutuliza hasira. Hata sisi tulikuwa hivyo, hasira ilikuwa inapanda mpaka inafika hapa, lakini tunasema wacha, na mpaka leo saa nyingine inafika hapa, lakini tunamwambia Yesu, chukua nafasi ya kwanza. Maana mimi ni wakili wa Yesu, na inatakikana nionekane kwa tabia zangu. Zile ploti mnaishi nyinyi, watu watajuaje wewe umeokoka? Kwa matendo yako na kwa mawazo yako, kile unaongea. Siku moja ukatoka ushuhuda hapa wa wamama.
ya kwamba walienda kutembelea mama mwenzao. Walipofika kule wakawa wamesahau ile nyumba, wanauliza kwa fulani ni wapi? Sasa wao wakawa wanatumia jina kwa fulani yule aliokoka, basi ndio wakawa wanapotea kabisa. Kwa sababu nyumba ya fulani, mama fulani ambaye ameokoka, basi wakapelekwa huko. Sasa wanarudi, wamemaliza safari yao, wanasema huyu hatutampata leo, acha tuwe. Ndio wakirudi wanamkuta yule mama ametoka anaenda kumwaga maji. Wakasema ndio huyu ambaye tulikuwa tunamtafuta. Wale watu wakauliza, huyu ndio mnasema ameokoka? Huyu huyu ndio kwa mama. Yaani watu hawajawahi ona huo wokovu ndani yao na wanaishi naye ploti moja. Wewe fikiria mambo kama haya. Nikawaambia katika maploti kuna mambo mengi wa mama. Unakuja maji yako imechukuliwa, nguo zako zimetolewa kwa kamba, mtoto wako amechapwa, shida vitu nyumbani, mlangoni kwako kumewekwa matakataka. Wacha hasira, kipawa cha siri. Wewe fanya hivi, fungua mlango, fagia, osha, kutafuta, unyamaze. Huyo aliyeweka atakuwa anajihukumu mwenyewe. Huko aliko yeye mwenyewe anajihukumu. Tena atakusalimia yeye. Hujauliza, lakini ukifika, kwa nini mnanifanya hivi? Mzee mtako chipo. Umeharibu kila kitu. Si sawa? Kunyamaza ni dawa nzuri sana katika maisha yetu. Pigia Yesu makofi. Ayubu 22 mstari wa 28 inasema, ukiwa na kipawa cha siri, ukiwa mtu wa hekima, utatamka jambo nalo litathibitika. Soma Ayubu 22:28. Yaani unapotuona sisi watumishi ama wewe mtumishi unatamka jambo na linatendeka, sio bure, mpaka uwe umevumilia mambo fulani. Haitamkwaji hivi hivi, hii ifanyike na inafanyika. Kuna vitu fulani umepitia katika huo utumishi ambavyo vimekutesa na vimekuweka chini, lakini umevivumilia ukipita moja baada ya nyingine. Sasa Yesu anakupa hekima na kipawa cha kutamka jambo likatimia. Si kila mtu anaweza tamka jambo na likatimia. Ayubu 28:22 soma. Ayubu 28:22. Ndio. Unasema ndio, uharibifu na mauti usema. Ayubu 22:28. Nimekwambia 22. Ayubu 22:28. Nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako. Na mwanga utaziangazia njia zako. Wewe ukitamka jambo na litimie, jua kwamba kuna mambo ulipitia ukavumilia. Kuna vita ulipigwa ukashinda. Ndio sasa umepewa uwezo wa kutamka jambo nalo lithibitike. Unatamka kitu na kinatimia kwa sababu umeteseka katika hiyo njia. Na ndiposa mimi huwa sana sipendelei mtumishi yoyote kwa kiwango chochote anayetamka kwamba msipofanya hivi mtaona. Mtumishi kama huyo ni hatari sana. Kwamba nyinyi hapa ndani msiponifanyia hivi mtaona. Hayo maneno yatathibitika, alafu kondoo watakimbia wote. Tabaki nani? Si wataona hao kondoo wote wapigwe na tauni wote hawaji hapa. Nitahubiria nani? Mtumishi yoyote ni lazima awe anatamka maneno laini ya msamaha. Ndugu zangu, hivi mnavyofanya si vizuri. Twendeni hivi. Sasa kama kuna mapigo ni Yesu mwenyewe, lakini sio mtumishi wa saa yote. Nyinyi mtaona nyinyi. Si sadaka naangalia mtoe sadaka nyinyi. Taona nyinyi. Sasa unajua umewamaliza, hata kibarua hawapa. Hata pesa hawapa. Lakini tamka maneno ya kuwabariki watu. Kama kuna lolote, Yesu ataendelea na hapo, kwa sababu chochote tunachotamka kinathibitika kwetu. Pigia Yesu makofi.
Endelea. Kwa hiyo topic yako ya kwanza. Methali. Alafu ueleze kidogo. Methali 15 mstari wa 26. Nasema mashauri mabaya chukizo kwa Bwana. Ni chukizo kwa Bwana. Sasa kama wewe tuseme ni kiongozi na unashauri watu vibaya. Ndio. Wewe unafanya vitu ambavyo ni chukizo kwa Bwana. Kuna viongozi ambao hata wako chini ya mchungaji na wanamsengenya huyo mchungaji ndani. Alafu ukienda kwake anakushauri, "Wewe kwa mchungaji hii utakuta ushauri gani pale?" Yaani shida tayari. Methali ngapi? Methali 15:26. 15. Chukueni hilo andiko litawasaidia. Mashauri mabaya. Mashauri mabaya. Methali 15:16. 26. Mashauri mabaya ni chukizo kwa Bwana, bali maneno yapendezayo ni safi. Pigia Yesu makofi. Iwe ni mke, iwe ni mume, ukikutana na mtu unayemjua, unafanya introduction. Kama mimi sasa nikitembea na mke wangu, nikifika mahali nikutane na mtu wa jinsia tofauti, mwanamke, tutaongea na mke wangu hata ondoka pale na nitamwambia huyu ni fulani fulani. Ingawaji mke wangu hana hayo, ananiamini, anaweza kwenda tu. Lakini kama huamini wewe mama, simama atakwambia ni fulani. Sawa. Lakini sio ati mnaenda mmekutana na mtu, mnasimama kando kule, mnaongea, baadaye ndio mkeo anakuja anakuambia yule alikuwa ni fulani. Mbona hakusimama mbele yetu? Mbona mmekutana kando? Pigia Yesu makofi. Unakuwa unapigia nini? Nakwambia katika hii dunia utakutana na mtu yeyote, ambapo zingine ni historia za zamani. Ukikutana na mtu yeyote, hata hiyo ni historia ya zamani, focus na maisha yako. Si sawa? Jiamini na mtu unayetembea naye. Mengine yote yalipita. Sasa anaye kufanya wewe uwe hivyo ulivyo ni huyu ambaye uko naye, mfanye kuamini. Ni sawa? Na wewe ujiamini. Kuna mwanamke ambaye anamjua, anamwona, ngoja kidogo natoa kitu pale, kumbe anahepa mtu anakuja. Jiamini, si sawa? Unajificha ya nini kama kuna uzuri? Unajificha ya nini? Si sawa? Simama. Hii tabia iko sana, naizungumzia na wengi mnaijua na hamwezi kuiongea. Hii tabia kukutana na watu na kugeuza njia, ama kukutana na watu na kuanza kujikuna. Mtoto wa mjomba wangu, wengine usema hata mtoto wa nyanyangu. Mtoto wa nyanyangu si mimi mamako. Atakuwaje mtoto wa nyanyangu na niwa familia? Pigia Yesu wako. Umeokoka, lakini mambo haya yanaweza kuondoa ladha katika ndoa yako. Si sawa? Mume ambaye ana tajriba nzuri ni mume mwaminifu, mume asiye na tamaa, mume asiye na tamaa ya kupenda wanawake, na pia asiye na tamaa ya fedha. Kuna wanaume naturally wanapenda tu wanawake, si mwaminifu yeye. Kila akiongea na mwanamke lazima aweke neno zito, na ameokoka. Na mimi sizungumzii watu ambao wako kule nje, watu ambao wako hapa ndani. Kupenda wanawake, wanaume wanaopenda wanawake iko sana. Kama ni pepo, omba akuondokee. Na kuna wanaume wanapenda fedha. Wacha nikwambie, ukiwa na pesa mpe mkeo. Jamani, mimi huwa nazungumza hili jambo. Wazee, mpe mke wako pesa. Haribu mwenyewe. Hapa kwa pesa huwa pana shida, lakini kaka ulisema pesa zinatafutwa ili zitumike, sio zitafutwe ziwekwe. Wewe unaenda kutafuta pesa zifanye nini? Zitumiwe. Lakini pia kuna wanawake hawajui kutumia pesa. Ni uombe sana Yesu akupe mke wa busara ambayo unaweza kosa 20 akakupatia. Kuna mwanamke ukikosa 20 yeye ndio hana kabisa. Leo mama nisaidie na fare, sina mimi. Na ukiangalia chini ya pilo kuna pesa za chama. Atoi hata. Pigia Yesu makofi. Mwanamke
mwanamume mzuri ni mwanamume mwaminifu, asiyependa wanawake, asiye na tamaa, na pia asiyependa fedha. Hizi pesa zinaleta shida sana kwa ndoa. Kama wewe ni mwanamume na umgumu na pesa, jaribu kubadilisha hiyo mbinu hiyo. Mpe mke wako pesa za kutumia. Hatarishi hizo zikamchosha. Si sawa? Wewe omba tu ukimpatia mkeo, si sawa? Kama unazo mpatie. Usimnyime mkeo pesa. Haya, twende kwa lingine. Hiyo mwanamume mwaminifu, twende kwa Methali 22. Nitawapa andiko kwa hiyo. Uaminifu ni kitu muhimu sana, linaandiko hapa. Methali 12:22. Soma hapo. Methali 12 mstari wa 22. Inasemaje mtumishi? Inasema, ndio. Midomo ya uongo machukizo kwa Bwana. Ni machukizo kwa Bwana. Bali watendao uaminifu ndiyo furaha yake. Au nini? Uaminifu. Kuwa mwaminifu kwa kila jambo. Wakati wewe ni mwaminifu hata kwa mazungumzo. Mke wangu, mume wangu, naenda mahali fulani. Ni sawa kabisa. Inapendeza, umekuwa mwaminifu na umekamilisha hekima ya uaminifu. Lakini ukikosa hiyo, basi shida imeingia. Sana topiki yangu mara nyingi sana mimi huangukia kwa neno hekima. Na hekima ni kitu muhimu sana. Wacha tuangalie kubembeleza. Twende kwa kubembeleza. Mwanamume mzuri ni yule anayejua kumbembeleza mkewe. Wanawake wanabembelezwa wazee. Wanawake wanabembelezwa. Hawa ndio ndugu zetu, ndio watoto wetu, ni lazima tuwabembeleze. Waamuzi 16:4 utasoma hapo. Kuna kubembeleza, kuna kitu kinaitwa kubembeleza. Huyo ni mwanamume ambaye anajua hali ya kukaa na mke wake vizuri. Inapendeza wakati mwingine hata kama mmefika umri gani, muwe na kuongea vizuri na kubembelezana. Jana usiku, unajua yule mke wangu nilipomuoa alikuwa mwembamba sana. Na nilikuwa nambeba wakati huo, nambeba nambeba. Jana usiku nikamwambia, nikamwambia njoo nikubebe. Alipanda mgongoni nikanishinda jana. Jana alipanda mgongoni najaribu kuinuka wapi? Shahidi ni Dorcas wapi alikuwa. Najaribu kumbeba, kumbe amekuwa mzito siku hizi abebe. Nilikuwa nataka nimbembeleze na kumbeba kidogo. Penda mkeo, my friend. Penda mkeo. Mamake sijana nilikuwa nakubeba usiku wewe. Nilikuwa nambembeleza. Bembeleza mke. Na ukitaka kumjua mke wako vizuri, mbembeleze. Hawa mama hawa, kuna vitu hawawezi kukwambia wewe mpaka umbembeleze. Mweke katika hali ya akili imetulia, mnaongea vizuri, mna exchange. Mwanamume hakuumbwa tu awe mkali kwamba wacha hii. Mwanamume ameumbwa wa kubembeleza. Bembeleza mkeo. Inafikia mahali lazima muongee mkibembelezana, na ni kwa umri wote. Na sasa hapo ndio upendo unazidi na hautafichwa kitu. Pigia Yesu makofi. Jambo lingine, mwanamume mzuri ni awe anamsikiza mkewe. Wajua wanaume sisi tuliumbwa tukisema ya kwamba sisi ndio kichwa na chochote tunachosema lazima itendeke hivyo. Hapana kabisa. Lazima uumbike roho ya kumsikiza mkeo kile anasema, hata kama hutakubaliana naye. Kaa tu usikize. Mamake ulikuwa usemaje? Aseme, alafu uje usuje yale ya kuchukua na yale ya kuwa na tabia ya kumsikiza mkeo. Siku moja nikawaambia, nilikuwa dikteta kitambo.
Nilikuwa nikinunua kitu nasema iwekwe vile ambavyo mimi nataka. Siku moja tukanunua makochi, nikaweka vile ambavyo nataka, nikaondoka. Nikirudi mke wangu na watoto wakaipanga. Nilipofika kwa hiyo nyumba nikasema kumbe nilikuwa nacheza tu mimi. Imewekwa vizuri zaidi ya vile nilikuwa nafikiri. Kwa vile sikusikiza, nilikuwa nasema nataka hii kochi ikae hapa, hii kiti ikae hapa. Nikaweka vile nataka, alafu nikaondoka. Yeye alipokuja akaona vile nimeweka, akaweka vizuri. Nilipokuja mimi mwenyewe nilifurahia, na hiyo maoni yake nilikuwa nimeikataa. Kwa hivyo usiwe na haraka ya kumpinga mkeo wakati anaongea. Mwanamke ni kanisa na ana heshima yake. Jaribu kumsikiza anasema nini. Mume wangu nasema wanawake nyinyi mnaweza kuongea sana. Tulia, hautajenga nyumba ya. Mpe nafasi ya kuongea. Siku moja yule mke wangu akaniokoa. Usiku nilikuwa naenda kuangalia mpira ya usiku. Sasa nikawa nimekula naenda kuangalia UEFA Champions League, wakati huo bado niko huko. Unajua huko. Sasa nilipomaliza nikamwambia mimi naenda. Akaniambia leo uendi. Mwambie mimi nitaenda, leo uendi. Sasa vile nataka kuondoka akaenda akasimama pale mlangoni, amefunga mlango akasimama hivi. Leo uendi. Nimekwambia leo uendi. Siku hiyo sijui niliingiwa nini, nikatulia nikamwambia haya sawa siendi. Nikalala. Kesho asubuhi nilisikia watu wote kwa ile video wako Nyali. Wamelala Nyali. Wewe niambie. Wamelala polisi. Yaani ilikuja gari ikageuza ikasimamisha hapo wote ndani. Je, kama si huyu mke? Sikiza mkeo. Sikiza mke. Nitawapa story moja ambayo nilishawapa kitambo. Kusikiza mkeo na hekima. Hawa wanawake wana hekima lakini hawasemi mpaka ushinde wewe. Maana sisi wanaume ni vichwa ngumu. Tunajifanya tunajua sana. Sasa mwanamke atakupa hiyo nafasi useme ukifanya mpaka ukigonga mwamba. Ndio sasa anakuambia singekuwa hivi. Hebu sikiza hii story. Panya walikuwa na mkutano wao. Panya wakaketi wengi sana, panya wakapanga mkutano. Huyu paka anatukula sana, amekula watoto wetu, ametukula na sisi, tutafanyaje? Ndio tumwangamize huyu paka aache kututafuna. Wakaweka mkutano, wanaume watupu, panya wa kiume watupu. Wakakutana kwa mkutano, wakapanga vizuri. Mmoja akainua mkono akasema, basi ni vizuri tumfunge kengele ili wakati anakuja tunasikia kengele tunakimbia. Kila mmoja akafurahia sana. Panya wewe umeongea leo ndugu yetu, hiyo ni safi kabisa. Wakasema tuombe tufunge mkutano. Wakaomba, wakafunga mkutano. Wakaenda nyumbani kwao. Sasa huyu panya ambaye anamzungumzia leo akawa anaongea na mkewe. Panya ana bibi, si niwaambia panya ana bibi. Na anaishi hapo kwako nyumbani. Hapo bibi yake anakaa naye hapo kwako. Sasa wakati wanaongea na bibi yake akawa anamueleza bibi yake story. Leo mkutano wa leo umekuwa mzuri sana. Na hata tumepata suluhu, paka hana chake. Hata tukula tena. Basi akatulia. Mke wake naye hajaongea naye, anamwangalia tu. Baadaye mke wake akamuuliza, ndio mmeongea vizuri na nimekuelewa, lakini kati yenu nyinyi mapanya ni nani atamfunga huyo paka kengele? Raha imeisha. Nani atamfunga kengele huyo paka? Ndio kengele ikae hapa. Ndio jamaa kashtuka kweli. Hatukumaliza mkutano. Kengele imetajwa, je ni panya yupi yuko tayari? Akakutane na paka hivi, alafu amlishe hiyo kengele. Hapo jamaa usingizi ukampotea. Sasa nilikuwa nawaletea hekima tu. Unaona sasa mapanya wa kiume wote walikutana, hekima yao ikaishia kengele. Lakini huyu panya wa kike unaona ni nini amesema? Ni nini huyu panya wa kike amesema? Amewashinda wanaume wote. Sikiza mkeo.
kuwa na tabia ya kusikiza. Hawa wamama wana hekima. Huyu panya wa kike aliongea jambo moja tu, usingizi ukamtoka bwanake, mpaka hakulala huo usiku, kwa sababu waliona wamemaliza kazi. Pigia Yesu makofi. Sikiza mkeo. Unaweza shauriana, mkaongea, mkaelewa. Pigia Yesu makofi tena. Jambo lingine ni kwamba mwanamume mzuri si mwanamume kiherehere. Na wanaume viherehere sana. Akitembea na mkewe, akifika mahali yeye anataka kuongea. Unajua bana, jana ilikuwa wanawake hawapendi mwanaume kama huyo. Story nyingi tu. Unajua kule kazini kwetu tunalipwa hivi. Wanawake hawapendi, utatembea naye kumbe anakuchukia na hujui. Mwanaume kiherehere. Yaani kila topic unajua. Watu wakianza jana tu, hiyo. Una hekima hapo. Wanawake hawapendi mwanamume kiherehere. Ukifika mahali, wasemaje tu? Mke wangu huyu. Unamuonaje? Unamuonaje? Mambo gani sasa? Mke wako si unamuona mwenyewe nyumbani. Yule mwingine akimuona ni mzuri, si utampiga bure. Akikwambia ni mzuri je? Pigia Yesu makofi. Kiherehere. Yaani unapenda kuongea kila ukifika mahali, wewe ni kiherehere. Unajua na gari mbili bwana. Juzi nimejenga nyumba Bamburi. Na tena nataka kujenga nyingine Mtwapa. Hii tabia iko kwa simu, uko kwa gari na mke wako. Halo. Kazi inaendelea vipi huko? Mnafanya kazi vizuri? Sitawalipa leo. Yaani naonyesha watu. Kiherehere. Utawalipa kwa gari, sikushike kwanza. Wanawake wapendi wanaume viherehere. Tuliza, ongea moja na iwe ni hiyo moja ya kweli. Sulemani anaambiwa na babake Daudi katika Methali ni Wafalme wa kwanza 2. Wafalme wa kwanza 2 anapewa wosia Sulemani pale. Wosia kwamba awe mtu wa kuongea maneno machache. Wafalme wa kwanza 2 ukianzia 1. Mwanaume ambaye ana heshima zake, hana maneno mengi, hana mambo mengi. Mimi saa nyingine mke wangu anaweza kuniambia nataka hii, roho yangu haitaki, lakini nitamshauri baadaye. Tumeenda mahali dukani, mume wangu naona hii itanifaa. Sasa pale sitapinga, nikamwambia okay chukua. Lakini si waanze kumwambia mwanamke mjinga sana. Vitu kama hivi mbele za watu. Achana vitu kama hizi bwana. Wewe mjinga hivi bwana. Wengine wanaita wanawake zao wajinga mbele za watu. Wewe mjinga sana, achana naye. Mtoto yuko wapi? Sasa nini kiherehere? Wanawake hawapendi, unamuumiza mtoto wa watu akili bure. Muonyeshe unampenda, kama kuna mambo mengine mtaongea nyumbani. Wanawake hawapendi mwanaume kiherehere. Mimi na gari 6 bwana. Mimi na ploti 5. Sasa hiyo uko mbele za watu, yaani mbele za watu ndio unajua kufoka wewe. Ukifika nyumbani pigia Yesu makofi. Methali 10:19, palipo na maneno mengi hapakosi uovu. Inaingia na hiyo ambayo nimewaambia. Methali 10:19. Mwanaume mzuri ni mwanamume aliye na siri. Kama vile tunazungumzia vipawa vya siri vyote tumeongea. Hivyo vyote vinaingiana kwa mwanamume. Uwe na siri zako za nyumbani na ujue ni yapi ya kuongea na marafiki na ni yapi si ya kuongea na marafiki. Na ni yapi ya kuongea wapi na mengine utayaongea wapi. Si kila neno linatamkwa mahali popote. Unaweza kukuta mtu ana bibi na anaingia kwa social media, anaanza kutuma picha za bibi yake za nini. Yaani anakuwa sasa katika mtandao ndio anajisifia kwenye mitandao. Hana siri huyo. Vitu vyako vyote unaenda kwa mitandao. Mambo yako yote kwa mitandao. Wachana na mambo ya mitandao. Kuna vitu vya kuwekwa kwa mitandao na kuna vitu vyako wewe mwenyewe na nyumba yako. Usizoee kuwa kwa media. Saa yote wewe kwa media, vitu vyako kwa media.
utaharibu mambo mengi. Kuwa na siri zako mwenyewe. Pigia Yesu makofi. Mwanamume mzuri ni yule anayependa kutembea na mkewe, outing. Kutoa mkewe utembee naye wapi na wapi. Kama una nafasi hiyo, mpendwa, itumie hiyo nafasi, itakusaidia. Mara nyingi toka na mkeo mtembee, muende wapi, ni vizuri sana. Yaani ujionyeshe kwamba uko na mke. Wakati unapotembea na mkeo, umejiwekea ulinzi, kwa sababu hata kama kuna mtu alikuwa anataka kusongelea, tayari atajua hapa kuna mwenyewe. Si sawa? Na wanapendana. Kuna kitu Ahasuero katika Esta moja, kuna kitu Ahasuero alikuwa anataka kufanya juu ya Vashti mkewe, lakini Vashti alikataa. Ahasuero alikuwa anataka kujionyesha kwamba ana mke mzuri na watu wamtambue mke wake, na Vashti alikataa hilo jambo. Sikujua ni kwa nini, lakini hilo jambo lilimghadhabisha mfalme. Sasa kwa nini Vashti aliondolewa katika umalkia? Kwa sababu alikataa kutembea na mumewe. Ni sawa na kutembea na mumewe. Wewe mama leo uko hapa, mumeo akikwambia ninataka twende tukatembee, wacha kuleta sababu. Nina nguo nyingi za kufua, nina hii, unamkwaza huyo mwanamume. Mwanamume mzuri huwa anapenda atembee na mke wake, angalau apate ulinzi fulani kupitia kwa kutembea na wewe, ama apate heshima fulani kupitia kwa kutembea na wewe. Na mimi najua hii, wanawake wengi sana wanapenda kutembea na waume zao. Ni jambo zuri tu. Unaweza enda town, si nyingi, si 500 tu. Unatembea tu town na mume wako. Mimi nashukuru mambo haya, Yesu alinipa neema. Kuna picha moja ambayo iko kwa profile yangu, nimepiga nikiwa mamba mwaka wa 1994, nikiwa na yule mke wangu akiwa mdogo, tukiwa pamoja. Iko hapo kwa WhatsApp, iko kwa profile yangu. Ile ilikuwa 1994, ilikuwa nimeenda kumuonyesha bahari. Nilikuwa juu bahari. Nikamchukua nikampeleka Nyali Beach. Niliporudi tukapiga picha mamba pale, tumesimama vizuri. Hiyo picha iko mpaka sasa, tangu 1994. Na wewe ukitoka na mkeo piga picha, mtakumbuka, watoto watakumbuka, ni raha ya nyuma. Ile picha nimepiga 1994 nikiwa na yule mke wangu. Masi yuko kwa tumbo, msichana wangu yule wa kwanza. Tulikuwa tuna mtoto pale. Tuko mimi na yeye. Pigia Yesu makofi. Namshukuru Yesu. Kwa hiyo nafikiri tunaenda vizuri, si sawa? Kama una swali unaweza tu kuniuliza na Yesu atakubariki. Twende kwa jambo lingine tena. Mwanamke mzuri, kama nilivyowaambia, kuna andiko nataka kupeana hapo kwa kupembeleza tena. Nataka niende kwa kitabu cha Mwanzo 26 mstari wa 8. Au usisome, nitaeleza tu. Wakati mfalme Abimeleki ametoka nje, akaangalia, akaona Isaka anacheza na Rebeka. Mfalme akaangalia, akaona ule ni mchezo gani wanaocheza wale wawili. Leo nataka nikupe hiyo upate kunielewa. Isaka anacheza na Rebeka mkewe. Wanacheza mpaka mfalme anasema hapana, wale si ndugu wale. Ni kwa nini wanachezeana namna hii? Ni kwa nini wanabembelezana namna hii? Si sawa? Mfalme akasema wale si ndugu. Wacha nikwambie leo, kuna kitu kimoja nataka nikufundishe. Kucheza na mkeo ni jambo zuri sana. Kucheza tu na mkeo kwa nyumba. Wazee mnanipata? Hakuna mwingine utakayemchezea. Cheza tu na mkeo pale kwa nyumba. Mama, cheza na mumeo. Soma hiyo Mwanzo 26:8. 26:8.
Mwanzo 26:8. Mwanzo mlango wa 26 mstari wa 8. Ndio. Ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimeleki mfalme wa Wafilisti akachungulia dirishani akamwona Isaka anacheza na Rebeka mkewe. Wanafanya nini? Maandiko yanasema wanacheza. Na wewe simcheze na mkeo. Simcheze na mumeo. Pigia Yesu makofi. Mama hauna mwingine wa kumchezea. Utakayemchezea ni huyo. Na wewe mzee huna mwingine wa kumchezea. Na hata kuoga pamoja si vibaya. Ni sawa? Mmekuwa mwili mmoja. Mambo haya yote yanapendeza kwa Yesu, lakini kwa wakati wake. Kuna wengine inaweza kuwa imepitwa na wakati, ni sawa. Na mimi nafundisha hivi kwa sababu nafundisha watu wote, lakini ni vizuri sana kucheza na mwenzako. Pigia Yesu makofi. Nikimalizia nataka nisomewe tu Methali 26 Methali 10 mstari wa 32. Kama hivi: tamaa ya kila mwanamume iko kwenye macho. Mwanamume anapenda kile anaona. Tamaa ya kila mwanamume iko kwenye mwanamume anapenda kile anaona. Sasa wewe mama ni uwe msafi na uwe katika hali nzuri ndio wapate kukuona kama wewe ni mzuri. Na wamama si wasafi. Mama ametoka kunyonyesha mtoto, maziwa imemwagika huko kote. Mama titi imejaa maziwa, nguo yote maziwa, abadilishi t-shirt. Atabadilisha saa 3 akienda kuoga. T-shirt hiyo. Mtoto amekunya hapa, hiyo skati anafuta tu, atabadilisha baadaye. Usiku akienda kuoga. Sawa? Lakini mwanamume anapenda nini? Kile anaona. Ndio maana mameidi wengi sana wanalala na mabosi wao. Kwa sababu meidi akimaliza kazi anaoga na mpaka mafuta na kaa vizuri. Wewe mama unanywesha mtoto maziwa kwa matiti, maziwa yamemwagika huko kote. Nguo ni chafu, t-shirt, skati mtoto amekojoa, amehara, utafua saa 3 usiku ama utafua saa 3 usiku. Sasa wewe jiweke msafi. Usafi ni muhimu. Wengine ni wasafi tu wakija kanisani. Hapana. Nguo ni nyingi. Jiweke msafi, mume wako akuone katika hali ya usafi. Usafi imeshinda wengi sana. Wengi sana. Nilifundisha pia usafi wa meno. Piga mswaki mara 3 kwa siku. Sugua ulimi wako, kuwa msafi. Kuwa mtu ambaye ukiongea pumzi nayo toka mdomoni mwako inavutia. Ni mambo madogo tu lakini inamaliza upendo. Nikiongea na mke wangu kama pale akitoa harufu ina mdomo unanuka mavi, nitaongea naye tena. Si story nimeipunguza hii. Hapa story tutaongea nini tena? Lakini nimwambia piga mswaki, piga ulimi wako, ung'are. Tukiongea tunacheka mpaka tunagusana tunacheka. Lakini ukimsongelea mtu waweza kuzimia kwa harufu ya mavi mdomoni. Piga mswaki vizuri, si sawa? Usafi. Vitu hivi ni vidogo, mtu anaweza kusema mchungaji anataja hizi kwa nini? Mwingine hata kwambia, mume wako hata kwambia, mke wako hata kwambia. Na nilisema siku moja, ni rafiki yako tu wa kweli ndiye atakaye kwambia unanuka mdomo. Si wote watakwambia. Kwa hivyo mimi nawafundisha kabisa. Oga, piga mswaki, kuwa msafi. Si niliwaambia story ya nilipata huko sehemu za Western huko nilipoenda. Mzee analalamika apate haki yake. Na ilipoleta shida mama akasema huyu muangalieni. Hicho kidevu kwanza kinafika huko. Na kimejaa misumari na toothpick. Mswaki utapigwa saa ngapi? Nywele zimeanguka huko. Kwa hivyo usafi ni muhimu.
katika nyumba usafi ni muhimu. Pigia Yesu makofi. Twende kwa hiyo andiko. Twende kwa hiyo andiko. Midomo ya mwenye haki, Midomo ya mwenye haki huyajua yatakayokubaliwa, huyajua yatakayokubaliwa. bali kinywa chao, rudia. bali Ehe. kinywa chao wasio haki hunena ukaidi. Yule aliye haki kinywa chake kitatamka mambo ambayo wanajua yatakubaliwa. Kwa mfano, nikitaka kutamka jambo kwako, kama mimi ni mwenye haki, kinywa changu kitajua hichi ninachokuambia kitakufurahisha ama hakitakufurahisha. Kwa hivyo kinywa changu kitatamka maneno yatakayokubaliwa. Lakini kama mimi si mwenye haki, kile nitakachokitamka lazima kitaleta vurugu. Kwa sababu maneno yangu itakuwa ni ya kutupa tupa. Wapendwa, hapa kwa kuongea, hili jambo ndio limeharibu mambo mengi. Angalia jinsi unavyoongea na mwenzako. Maneno kama asante, nisamee, nashukuru, nyingine ni ipi? Pole. Maneno haya ndiyo dawa ya ndoa yako wewe, ndiyo dawa ya nyumba yako wewe. Na ninarudia tena, kama uko hapa na una shida katika ndoa, weka neno msamaha tu. Mume wangu nisamee, mke wangu nisamee. Yule mke wangu nimewahi kumuomba msamaha mimi mwenye personal, nikimwambia nisamee mke wangu, na naisema maana ni ushuhuda. Sio kuwa nilikuwa mjinga, sio kuwa nilikuwa mjinga, ni hali moja ya kumbembeleza. Umemkwaza kweli, sasa ukionyesha kwamba wewe ni jeuri, si unaharibu mambo yote. Nisamee mke wangu, nisamee mume wangu, pole, asante, nashukuru. Unaona hata hizi pesa sisi wazee watu tunawapa wamama. Shika mke wangu. Mwanamke anachukua, anatia, anafunga kwa leso kana kwamba ni zake. Asemi hata asante. Wala anachukua. Kwanza wengine wanachukua hivi. Wewe umeitoa tu hata hujampa. Wala anajua itarudi. Anairukia kabisa. Na anaenda ashukuru, lakini ni useme asante mume wangu. Hiyo asante ndio itafungua milango ya kazi ile anaenda. Si anaenda kazini na amekupa. Hiyo anavyokupa, ukimwambia asante ndio njia zinafunguka, anaenda kupata zingine. Lakini kuna waume nao ni wabaya, ni wakaidi. Anatoa shilingi 500, shika mpumbavu wewe. Kaka pesa tu sasa chukua wewe, anamtubilia. Wako wazee mnacheka. Wewe mama wapenda pesa sana, chukua. Sasa hiyo ni baraka gani? Wazee msivifanye hivi. Mke wangu chukua pesa ndio hii. Asante mume wangu. Milango ile